mabii. Lakini kwenda Makete kwa ndugu yangu Sanga Tutemeke, pia tumepata mabii ya kufungua kwenda Mbeya Isionze kutokezea kule. Hiyo ni baadhi, watasema wenyewe, lakini mimi nimesema, nimeona niseme kwa ujumla kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tunachukua fursa hii utupelekee salamu. Tunamshukuru na tunampongeza sana kwa dhati kabisa katika mkoa wetu wa Njombe. Yako mambo mengi yanayohusiana na jimbo la Njombe, atasema Mwanyika, yanayohusiana na Lupembe na Wanging'ombe na Makete na kule Ludewa, watasema wabunge katika maeneo yao. Tutawapa nafasi angalau kidogo, kwa sababu hutafika kule Ludewa, na kule Ludewa wamekuwa wakisubiri juu ya Liganga na Mchuchuma. Lakini na mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama mwenyekiti lakini kama mbunge wa jimbo la Makambako, na kushukuru kwa ridhaa yako, umekubali kwamba Makambako Jumapili kutakuwa na mkutano wa kusalimia wananchi pale. Basi yako mengi yamefanyika, tutasema pale, lakini vile vile ziko changamoto chache tutazisemea pale. Basi baada ya maelezo haya, nyewa uende Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa hivi tupo kwenye shughuli za shamba, kilimo kiko vizuri, mazao yamestawi na tunashukuru Mungu tumepata mvua ya kutosha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukizungumzia misitu, mikoa ya Nyanda za Juu Kusini ni kitovu cha misitu nchini. Na kwetu sisi misitu si uhifadhi pekee, ni biashara na maisha. Kwetu sisi tuko tayari kupanda leo zao la biashara ya miti, tukaisubiri miaka 15 mpaka miaka 20 tuvune ili turudishie chochote, tuendelee kuendesha maisha. Tuna uvumilivu, ni wachapakazi, na takwimu alizozisoma hapa Katibu Tawala wa mkoa wa Njombe ndio zinaakisi mikoa yote ya Nyanda za Juu Kusini. Ukiangalia za mkoa huu, kama wana hekta 700,000, sisi tuna hekta nyingi. Mkoa wa Songwe vivyo hivyo, Rukwa, Katavi kule, Mheshimiwa Waziri Mkuu ni shahidi, tunavuna na hewa ya ukaa, na maeneo ya Iringa pamoja na Ruvuma, kote tunanufaika sana na misitu. Kwetu siku hii ni muhimu sana, tunaithamini, na ndio pamoja na yote ndugu zetu viongozi wakiongozwa na Waziri wa Maliasili na Utalii walitupa fursa na sisi kushirikiana nao kuadhimisha siku hii muhimu duniani mkoani Njombe. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mwana Njombe, na nikitoka hapa nisiposema neno hata moja la Njombe, nitakuwa sijajitendea haki mimi na sijatendea ndugu zangu haki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Njombe, lango la mkoa wa Njombe ni Makambako, na hapa waliotangulia wamezungumza, na mwenyekiti wetu wa mkoa akautaja mradi wa Liganga na Mchuchuma, ambao kwetu wana Njombe tuna mategemeo makubwa sana kwa huu mradi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu utahusisha uletaji wa mitambo pamoja na vifaa vingi sana, na mkoa wa Njombe unapitiwa na reli ya Tazara. Kwa sababu unapitiwa na reli ya Tazara, na kwa sababu kuna mradi wa uboreshaji wa Tazara kwa kiwango kikubwa sana, ombi langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tusaidieni Makambako tupate bandari kavu ili itumike kusukuma ajenda ya miradi hii mikubwa ya kimkakati kwenye ukanda huu wa Nyanda za Juu Kusini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio hilo tu. La pili, Makambako ndio kitovu cha Nyanda za Juu Kusini, na hapa tumetaja kwa wazi kabisa kwamba mikoa hii
ndiyo mikoa ghala la taifa kwenye kilimo na uzalishaji wa mazao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale Makambako kuna eneo lilishatengwa kwa ajili ya soko la kimataifa la mazao, na eneo lile lililotengwa kwa ajili ya soko la kimataifa la mazao ni kushukuru wewe, lakini mshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutenga na kutoa bilioni 3 kupitia Wizara ya Viwanda ili zilipe fidia pale. Bado watu wachache tu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zimelipwa bilioni 3. Bado shilingi milioni 100 kama na kidogo. Ombi langu kwa niaba ya wale wananchi, na kwa sababu mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, na hapa nazungumza sasa kama mjumbe wa NEC, tusaidie wamaliziwe ili lile eneo liendelee na shughuli nyingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la tatu na